Meli ya mizigo ilikumbwa na milipuko miwili mikubwa katika ghuba ya Uajemi karibu na pwani ya Iraq, takribani maili 40 za baharini kusini mashariki mwa bandari ya Qusayr, katika tukio jipya linaloongeza mvutano wa kiusalama katika eneo hilo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani. Maafisa wa Iraq walisema mlipuko mmoja ulisababishwa na shambulizi la ndege isiyo na rubani, huku baadaye Iran ikasema ilikuwa nyuma ya mashambulizi hayo, jambo lililozua taharuki kubwa katika sekta ya usafirishaji wa baharini na mataifa ya Ghuba. Kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa usalama wa Iraq, mlipuko wa kwanza ulitokea ghafla na kusababisha mtikisiko mkubwa ndani ya meli hiyo ya mizigo iliyokuwa ikisafiri katika moja njia nyeti zaidi za baharini duniani Juni mosi mwaka 2026. Walioshuhudia tukio hilo walisema mlipuko huo ulisababisha moshi mzito kuonekana kutoka mbali, huku wafanyakazi wa meli wakijaribu kwa haraka kudhibiti hali hiyo kabla ya vikosi vya uokoaji kufika eneo la tukio. Baada ya dakika chache, mlipuko wa pili ulitokea ambapo maafisa wa Iraq walisema ushahidi wa awali unaonyesha drones hiyo ilihusika moja kwa moja katika shambulizi la pili. Afisa mmoja wa usalama wa baharini Iraq alisema timu za doria ziliposogea karibu na eneo la tukio kwa ajili ya tathmini ya uharibifu, waliripoti kusikia sauti ya kifaa kinachofanana na drones kikizunguka juu ya meli kabla ya mlipuko mwingine mkubwa kutokea. Mlipuko huo wa pili ulisababisha moto katika sehemu ya meli, hali iliyowalazimu wafanyakazi kuanza operesheni za dharura za kuzima, huku msaada kutoka vikosi vya usalama wa pwani ukiombwa haraka. Licha ukubwa wa tukio hilo, hakukuwa na taarifa rasmi za vifo mara moja, ingawa uchunguzi wa kina kuhusu majeruhi na kiwango cha uharibifu uliendelea kufanywa. Shirika la Uingereza la kufuatilia usalama wa biashara za majini lilithibitisha kupokea taarifa za tukio hilo na kusema meli hiyo iligongwa na kile kilichoelezwa kama kifaa cha kushambulia kilichosababisha mlipuko mkubwa. Shirika hilo liliwataka waendeshaji wa meli zinazopita katika eneo hilo kuongeza tahadhari na kuripoti haraka shughuli zozote zinazotia shaka kutokana na kuongezeka kwa hatari za kiusalama katika ghuba ya Uajemi. Baadaye Iran ilisema ilikuwa imehusika katika shambulizi hilo, hatua ambayo imeongeza wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya meli za biashara katika eneo hilo. Kauli hii imekuja wakati mvutano wa kijeshi kati ya Iran, Marekani na washirika wake wa kikanda ukiwa bado uko juu, huku eneo la ghuba ya Uajemi likibaki kwa kitovu muhimu cha usafirishaji wa mafuta na bidhaa za kimataifa. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa mashambulizi dhidi ya meli za mizigo yanaweza kusababisha athari kubwa kwa biashara ya kimataifa, kuongeza gharama za usafirishaji na hata kuchangia kupanda zaidi kwa bei za mafuta duniani iwapo hali itaendelea kuzorota. Eneo lililotokea tukio hilo lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu liko karibu na njia za baharini zinazounganisha ghuba ya Uajemi na masoko ya kimataifa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Kila siku mamilioni ya mapipa ya mafuta hupitia njia hiyo kuelekea Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Hivyo tukio lolote la usalama katika ukanda huo huibua wasiwasi wa haraka kutoka kwa mataifa makubwa ya kiuchumi pamoja na kampuni za kimataifa za usafirishaji wa majini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.